Jambo na karibu katika taarifa hii ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Katika mfululizo wa habari tulizokuandikia asubuhi ya leo, AFC M23 na washirika wao wanaripotiwa kuendelea kupanua maeneo wanayoyadhibiti katika Kivu Kusini baada ya kutoa eneo la Ruisankuku, hatua inayozua hofu ya kusonga mbele kuelekea Baraka na Kalemi. Katika Kivu Kaskazini, mapigano makali yameripotiwa katika maeneo ya Bulendi kati ya waasi wa AFC M23 na wazalendo, huku wakazi wakikumbwa na hofu kutokana na matumizi ya silaha nzito nyepesi na ndege zisizo na rubani maarufu kama drone. Na katika mkoa wa Ituri, mamlaka zimethibitisha kifo cha askari polisi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyepatikana amefariki kwa kunyongwa, wakati wa uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha tukio hilo. Na katika habari za afya, mpaka kati ya Goma na Gisenyi umefunguliwa tena baada ya zaidi ya wiki moja bila kuripotiwa visa vipya vya Ebola, huku mamlaka zikiwataka wasafiri kuendelea kuzingatia hatua zote za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026, na sitaendelea kuwa nasi kwa taarifa hii kamili ya habari. Vile kwenye mwisho wa habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mapigano yanaendelea kushika kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku waasi wa muungano wa Twirwaneho Tabara na M23 wakiripotiwa kupanua maeneo wanayoyadhibiti katika eneo la Minembwe jimboni Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kutoka eneo hilo baada ya kutoa kijiji cha Mikenge siku ya Jumatano tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026, yani siku ya juzi, waasi hao walichukua udhibiti wa eneo la Ruisankuku siku ifuatayo Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 7. Hatua hiyo inaelezwa kuwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha nafasi zao za kijeshi na kuongeza ushawishi wao katika maeneo ya milimani ya Minembwe. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa udhibiti wa Ruisankuku unaipa M23 na washirika wao uwezo mkubwa wa kulinda makao yao makuu yaliyopo Minembwe, huku ukifungua njia kusonga mbele kuelekea Point Zero, eneo linalotajwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Kutoka hapo waasi wanaweza kurahisisha operation zao kuelekea mji wa Baraka, kituo cha Fizi pamoja na mji wa Kalemi katika jimbo la Tanganyika. Taarifa hizo pia zinadai kuwa muungano huo wa waasi unaendelea kuwa na faida katika mapambano ya ardhi kutokana na kile kinachodaiwa kuwa msaada wa kijeshi kutoka Rwanda, ikiwemo uwezo wa kutawala anga katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa madai hayo, mashambulizi ya anga yamekuwa yakifanywa mara kwa mara dhidi ya maeneo yenye raia na nafasi za jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hata hivyo, madai kuhusu udhibiti wa anga na ushiriki wa moja kwa moja na Rwanda yamekuwa yakikanushwa na Kigali katika nyakati tofauti, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kuituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Mgogoro huo umeendelea kuzua mvutano mkubwa wa kidiplomasia katika ukanda wa maziwa makuu. Kwa sasa hali ya usalama katika maeneo ya Minembwe, Fizi na maeneo jirani inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku wakazi wengi wakihofia kuendelea kwa mapigano na kuhama kwa makazi kutokana na ongezeko la mashambulizi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea kusitiza azma yake ya kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yote yaliyoshikiliwa na makundi ya waasi, wakati juhudi za kikanda na kimataifa zikitafuta suluhisho la amani zikiendelea. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hali ya uko katika eneo la Minembwe, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tujielekeze moja kwa moja katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, ambako shughuli za kuvuka mpaka kati ya mji wa Goma, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mji wa Gisenyi nchini Rwanda zimerejea rasmi kuanzia Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 7 baada ya mamlaka kuruhusu kufunguliwa tena kwa vituo vya mpakani kwa vya Karnishe, Grand Barriere na Petite Barriere. Uamuzi huo umefikiwa baada ya mamlaka za afya kubaini kuwa zaidi ya wiki moja hakukuripotiwa hata kisa kimoja cha ugonjwa wa Ebola katika eneo hilo. Hata hivyo, mamlaka zimesitiza kuwa kufunguliwa kwa mpaka hakumaanishi tishio la ugonjwa huo limekwisha, bali wananchi wote wanaovuka mpaka wanapaswa kuendelea kuzingatia kikamilifu hatua za kujikinga zilizowekwa au zilizowekewa na mamlaka za afya. Hatua hizo ni pamoja na uchunguzi wa afya kwa wasafiri, ufuatiliaji wa hali zao, pamoja na kuendelea
kuelimisha jamii kuhusu njia za kujizuia au kuzuia maambukizi ya Ebola. Maafisa wa afya wanaendelea kuwepo katika vituo vya mpakani wakifanya uchunguzi na kufuatilia kwa karibu hali ya kiafya ya wasafiri ili kuzuia uwezekano wa ugonjwa huo kusambaa tena. Kufunguliwa tena kwa mpaka kumepokelewa kwa furaha kwa wakazi wa Gisenyi na Goma kwa muda zaidi wa mwezi mmoja tangu mpaka huo ufungwe kutokana na tahadhari za kiafya. Shughuli nyingi za biashara zilizorota, huku wafanyabiashara na wananchi waliokuwa wakitegemea kivuko kama kipato chao cha uchumi au wanaitegemea hiyo kama njia yao ya kiuchumi. Mpaka huo ni miongoni mwa njia muhimu zaidi za biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki, ukiunganisha si tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, bali pia kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na huduma kuelekea mataifa mengine ya kanda. Kurejea kwa shughuli za mpakani kunatarajiwa kusaidia kufufua biashara ndogo ndogo na kubwa pamoja na kurahisisha usafiri wa kila siku kwa maelfu ya wananchi. Wakati huo serikali ya Rwanda inasema inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mlipuko wa Ebola ulioripotiwa mashariki mwa DRC. Mamlaka za afya nchini humo zinaeleza kuwa hadi sasa hakuna kisa chochote cha Ebola kilichothibitishwa ndani ya Rwanda. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na wahudumu wa afya kufuata maelekezo yote ya kinga na kuripoti haraka dalili zote zinazoweza kuashiria ugonjwa wa Ebola ili kuzuia mlipuko huo usiendelee kusambaa sehemu yote. Turudi katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya tahadhari katika eneo la Bulende ililopo ndani ya kundi ya groupment ya Bashali Makoto wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini kufuatia mapigano makali yaliyowakutanisha wasi wa muungano wa AFC M23 na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vilivyopo eneo hilo, mapigano hayo yalitokea siku ya Jumatano tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026 baada ya wasi wa AFC M23 kujaribu kupanua eneo lao la operation kuelekea Bukondi. Eneo hilo iko katika mpaka unaounganisha groupment ya Bashali Makoto katika wilaya ya Masisi na Kisimba katika wilaya jirani ya Walikale. Taarifa inaeleza kuwa lengo la waasi lilikuwa ni kuzunguka nafasi zilizoshikiliwa na Wazalendo katika eneo la Minjenje ili hatimaye wafungue njia ya kuelekea Mpeti. Hata hivyo, jitihada hizo zilikumbana na upinzani mkali kutoka kwa wapiganaji wa Wazalendo ambao walifanikiwa kuwazuia na kuwalazimisha kurudi nyuma. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, baada ya kushindwa kusonga mbele, waasi walirejea katika ngome yao ya awali iliyopo huko Malemo. Hata hivyo, hali ya tahadhari imeendelea kutawala kutokana na madai kwamba waasi walitumia ndege zisizo na rubani maarufu kama droni kushambulia nafasi za Wazalendo wakati wa mapigano hayo. Mpaka sasa idadi ya waliouawa au kujeruhiwa haijathibitishwa rasmi. Hata hivyo, milio ya silaha nzito nyepesi iliendelea kusikika kwa muda mrefu, ilisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi na vijiji vilivyozunguka eneo hilo. Baadhi ya wananchi walazimika kusalia majumbani au kukimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, wakihofia kuendelea kwa mapigano. Licha ya hali kutulia kwa muda siku Alhamisi, vyanzo vya usalama vinaonya kuwa utulivu huo ni wa muda na kwamba mazingira bado ni mbaya. Hofu inaendelea kuwepo kwamba mapigano yanaweza kuibuka tena wakati wowote ikiwa pande zinazopigana zitaanzisha mashambulizi tena kwa upya. Eneo la Masisi limeendelea kuwa miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha, hali inayochangia kuzuruta kwa usalama, kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao na kuathiri maisha ya wananchi ya kawaida. Hadi sasa mamlaka za serikali hazijatoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya mapigano hayo, huku wakazi wakisubiri kurejea kwa hali ya utulivu wa kudumu. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari ya hali ya usalama kutoka katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Tujielekeze huko katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mamlaka za kiutawala katika wilaya ya Mahagi mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimethibitisha kifo cha askari polisi mmoja, yani polisi wa PNC aliyekuwa akihudumu katika kituo cha polisi cha Jalasiga Centre katika eneo la Alur Juganda
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na viongozi wa eneo hilo, mwili wa askari huyo ilipatikana walikutana usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 29 mwezi wa 6 ukiwa umeningania kwenye kamba. Hadi sasa mazingira halisi iliyopelekea kifo cha askari huyo bado hakijafahamika na mamlaka husika hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo halisi cha sababu za tukio hilo. Baada ya uchunguzi wa awali kufanywa na vyombo husika, mwili wa marehemu ulikabidhiwa kwa familia yake kwa ruhusa ya mamlaka ili kuruhusu maandalizi ya mazishi kufanyika kwa uratibu. Wakati huo viongozi wa asasi za kiraia katika wilaya Mahagi wamewataka wananchi kuwa watulivu na kujiepusha na kusambaza habari ambazo hazijathibitishwa. Wamesitiza kuwa uvumi unaweza kuongeza hofu na kuleta mvutano usio na lazima wa ndani ya jamii. Viongozi hao wameeleza kuwa ni muhimu kuruhusu vyombo vya uchunguzi kufanya kazi yake kwa uhuru ili ukweli wa tukio hilo ubainike. Pia wamehimiza wananchi kuendelea kudumisha mshikamano, amani na kutumia njia za kisheria katika kutatua tofauti zote zinazoweza kujitokeza. Hadi wakati wa taarifa hii inaandaliwa, jeshi la polisi la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani PNC limekuwa bado limetoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini chanzo halisi cha kifo cha askari huyo polisi. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikunge moja kwa moja na habari za kimataifa, naendelea kuwa nasi mpaka tamati ili ufahamu nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Tuelekee Mashariki ya Kati sasa, ambapo maelfu ya raia wa Gaza wenye majeraha ya vita au magonjwa yanayohatarisha maisha wanalazimika kusubiri kwa muda mrefu ili kupata nafasi ya matibabu nje ya nchi kutokana na mfumo wa afya ulioharibika na ambao bado haujatengenezwa miezi 8 tangu kusitishwa kwa mapigano katika eneo hilo. Mashirika ya misaada ya kimataifa yanasema Israel bado inazuia usambazaji wa dawa na vifaa muhimu huko Gaza na kuwaacha wagonjwa wa figo na saratani bila matibabu wanayohitaji. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas inasema watu 300 wamefariki walipokuwa wakisubiri kupelekwa nje ya nchi kwa matibabu, na kwamba kuna wengine 15,000 ambao bado wanasubiri mataifa wanayotakiwa kwenda kutoa vibali vya usalama na uhifadhi. Ifuatayo ni taarifa ya Lucy Williamson ikiwasilishwa na Hamida Abubakar. Madaktari wa Gaza, karatasi hii ndiyo tumaini lao la mwisho kimatibabu, ikiwa ni idhini ya nafasi ya kwenda nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Maelfu ya wakazi wa Gaza ambao ni wagonjwa sana na hawawezi kutibiwa hapa wamesubiri kwa miezi mingi kupata nafasi ya kusafiri nje ya nchi kwa matibabu ya saratani. Upandikizaji wa konea kwenye jicho la mwanawe wa kiume. Muath mwenye umri wa miaka 14 ni mmoja wao. Anahitaji matibabu ya mguu wake uliokatwa baada ya shambulio la anga kulenga nyumba yao, na pia anaugua saratani ya uti wa mgongo. Mama yake bado anaendelea kupigania maisha ya mwanawe hata baada ya vita. Mpaka sasa bado tunasubiri. Hakuna dawa na hakuna madaktari wanaoelewa hali ya mwanangu. Ninaomba dunia nzima imwangalie. Maisha yake utotoni yameharibika. Miezi 8 baada ya usitishaji mapigano, mfumo wa afya wa Gaza bado unaendelea kudhoofika na hospitali bado hazijakarabatiwa. Mashirika misaada yanasema orodha ndefu ya wagonjwa na usubiri kuhamishwa kwa matibabu inaonyesha ukubwa wa mgogoro huo, na kwamba Israel bado inaweka vikwazo kwa misaada ya kimatibabu. Wagonjwa wa figo wanaohitaji matibabu ya kusafishwa damu mara kwa mara wanakabiliwa na hali ambapo hospitali zinalazimika kupunguza kiwango cha huduma hiyo. Ikiwa mgonjwa alipaswa kupata matibabu kila baada ya siku chache, sasa anapata mara moja tu kwa wiki kwa sababu hospitali hazina uwezo wa kutoa siku zaidi. Hali ni sawa na hiyo kwa watu wanaougua saratani. Walipoulizwa kuhusu taarifa za upungufu wa misaada, Israeli ilisema tani 17,000 za misaada ya matibabu zimeingia Gaza tangu usitishaji mapigano, ikiwemo viti vya magurudumu, dawa za saratani pamoja na mashine ya X-ray na zile za kusafisha damu. Pia ilisema imeidhinisha kila ombi la dawa lililowasilishwa na mashirika ya kimataifa ya misaada.
Madaktari walipowasilisha ombi la Amina Abu Al-Khas kupelekwa nje ya nchi kwa matibabu zaidi, mwanawe Sabah alisema hii inaonekana kama mwanzo wa maisha mapya. Tulijua kwamba wakati wowote Mungu atamchukua, lakini pia tulijua kwamba wakati wowote miujiza ingetokea, kwamba tungepigiwa simu na kuambiwa tufunge mizigo yetu na kujiandaa kusafiri. Kila siku familia hiyo ilisubiri taarifa kwamba nafasi yake ya matibabu na ukaguzi wa kiusalama imepatikana. Tulisubiri kwa muda mrefu, lakini hakuna majibu yaliyokuja. Mama yangu alifariki wiki kadhaa zilizopita, na wiki 2 baada ya kifo chake nilipigiwa simu na hospitali, wakaniambia kwamba vyeti vyake vilikuwa tayari. Wizara ya afya ya Gaza inasema huyo ni mmoja tu kati ya watu 300 waliofariki wakisubiri kupelekwa nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Watu wanasema angalau sasa amepata amani. Sabah alituambia hilo linaeleza kila kitu, alisema, kwa sababu mgonjwa wa Gaza ni tofauti na mgonjwa wa sehemu nyingine yoyote duniani. Turejee tena barani Afrika ambapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa yupo Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa ziara inayolenga kuimarisha juhudi za bara Afrika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Ramaphosa ambaye ni mkuu wa masuala ya kujiandaa dhidi ya milipuko ya magonjwa katika Umoja wa Afrika ameandamana na Jean Kaseya, mkuu wa shirika la kudhibiti magonjwa Afrika CDC. Ziara hiyo inajiri huku mamlaka za afya nchini DRC zikithibitisha kwamba mlipuko wa Ebola umejikita zaidi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo katika majimbo ya Ituri, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Awali kulikuwa na ripoti kwamba ugonjwa huo umesambaa hadi mji wa Haut-Uele na Shopo kulingana na takwimu za hivi karibuni za serikali ya DRC. Jumla ya maambukizi yaliyothibitishwa yameongezeka hadi watu 1406 ambayo ni ongezeko la 73% katika muda wa saa 24 tu. Idadi ya waliofariki imepanda na kwa sasa watu 438 wamethibitishwa kufariki kutokana na Ebola, huku wagonjwa 192 wakipona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Aidha, kuna watu 609 ambao wamewekwa karantini wakipokea matibabu. Mamlaka zimesema kwamba maafisa wa afya wanachunguza maeneo yaliyoathirika zaidi, na imebainika wazi kwamba eneo la hivi punde kudhibitisha maambukizi ni Lolwa katika jimbo la Ituri. Na japo serikali imepiga marufuku mikutano ya hadhara ikiwemo katika mji mkuu Kinshasa ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo, mamia ya mashabiki wa soka walipuuza amri hiyo na kujumuika katika maeneo mbalimbali kutazama mechi kati ya DRC na England usiku wa jana Jumatano. Timu za huduma ya dharura zinaendelea kuweka mkakati ya kutumia ambulensi, vifaa vya matibabu na dawa, na vilevile kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kujikinga dhidi ya maambukizi. Aidha, mamlaka nchini humo zimetaka umma kuchukua tahadhari, zikitoa wito kwa wale walio na dalili za ugonjwa huo kufika katika vituo vya afya mara moja. Mkuu wa shirika la afya duniani Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus pia ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya raia kutoamini kuwa Ebola ipo DRC na wao kuwashambulia wahudumu katika vituo vya afya katika eneo ambalo ugonjwa huo umekithiri. Tunaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na watu kutoamini kuwa ugonjwa wa Ebola upo, huku baadhi wakisababisha vurugu. Wiki hii tu kituo cha matibabu ya Ebola katika mkoa wa Ituri kilishambuliwa na watu 2 kuuawa. Aidha, kituo hicho kiliteketezwa moto na wagonjwa wakatoroka. Vitendo vya aina hii havihatarishi wagonjwa pekee, bali pia wahudumu wa afya, na vilevile vinatatiza juhudi za kuzuia maambukizi na kuokoa maisha. Mlipuko wa aina hii unahitaji ushirikiano wa karibu wa mashirika yote ya Umoja wa Mataifa. Nchini Uganda hakuna maambukizi mapya ya Ebola yaliyoripotiwa tangu tarehe 21 Juni. Sasa tuelekee Ukraine ambapo meya wa Kiev Vitali Klitschko anasema kuwa wimbi la hivi karibuni la droni na makombora ya Urusi yaliyowaua watu 23 ni shambulio kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa kwenye mji huo mkuu wa Ukraine. Ametangaza kesho Ijumaa kuwa siku ya maombolezo. Makumi ya watu wamejeruhiwa na wengine wengi wanahofiwa kunaswa chini ya vifusi, huku juhudi za uokoaji zikiendelea. Kwenye upande wa kaskazini mashariki mwa mji huo, jengo la ghorofa 9 la makazi liliporomoshwa. Hoteli na kituo cha magari ya kubeba wagonjwa pia vikashambuliwa. Maafisa wa Ukraine wanasema watoto ni miongoni mwa idadi kubwa ya majeruhi na vifo. Moscow imesema kuwa vikosi vyake vilishambulia kile walichokiita viwanda vya kijeshi ili kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya kiraia ya Urusi na vituo vya mafuta. Umoja wa Ulaya unapendekeza vikwazo vipya dhidi ya Urusi.
Akitembelea eneo la tukio, Rais Volodymyr Zelensky alikuwa na haya ya kusema. Putin anashindwa katika vita hivi. Hiyo ndiyo hali halisi. Anafahamu wazi kuwa anaweza kuwatisha watu na kuangamiza idadi ya raia kwa mashambulizi ya makombora, akishambulia mifumo ya usafirishaji na usambazaji wa bidhaa, makazi ya raia, studio za filamu, shule, vyuo vikuu, hospitali na maduka ya vyakula. Yaani, anataka tu kuonyesha wananchi wake kwamba Urusi inashinda. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni ya leo, ambapo mtafahamu mengi yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pembe zote za dunia. Asante, chao.